niaba ya kata yetu ya Olwerian, nichukue nafasi hii kwa kuwashukuru, kwa kuwapongeza vijana wetu kwa kuthubutu na kuweza kuwa washindi katika kata yetu. Ndugu zangu, vilevile nichukue nafasi hii kwa kumshukuru na kwa kumpongeza ndugu yetu mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mdau mkubwa katika mashindano haya. Vilevile nisimwache na diwani wetu wa jirani Wanongijave kwa kuwa mdau mkubwa, na madiwani wengine wamekuwa wadau wakubwa kwa kuweza kuhakikisha kombe hili linafika mwisho na kuweza kuhakikisha vijana wetu wapate tunachokipata. Vilevile msisahau mdau mkubwa wa kitongoji chetu ambaye ameshiriki, ametumia nguvu kubwa kuhakikisha kombe hili linapatikana na vijana wetu wanaweza kufika mwisho, ambaye alikuwa ni Tom's Cup. Na niwahakikishie Tom's Cup kweli nimepata taarifa zake, ameweza kutolea tofali 1000 katika shule yetu ya Mringa na ameendelea kuwa chachu ya maendeleo katika kitongoji chetu. Nisimwache tena ndugu yangu Super Huruma, kama mlikuwa mjui, alifika siku moja ofisini kwetu akakuta tumekaa kwenye viti ambavyo hatukuwa viti vya kutosheleza, tulikuwa tumekaa kwenye benchi. Akusita, aliweza kutoa shilingi 200,000 ambayo alitumia tumenunua viti vya kisasa 8 na tumeweza kununua spika kwa ajili ya matangazo ya mikutano. Ndugu wananchi wa kata ya Olwerian, hii jopo lote najua liloongozana na mgeni rasmi wamekuwa ni wadau wakubwa katika kitongoji chetu cha Mringa, lakini katika kata yetu. Niwaombe sikate tamaa, muendelee kuwa na sisi, muendelee kushika mkono, muendelee kuwashika vijana wetu mkono. Tunaendelea hapa swala la viwanja. Kweli katika kata yetu naweza kusema tuna changamoto ya viwanja. Mwanzo tulikuwa tunategemea uwanja wa Manyara. Uwanja wa Manyara mwekezaji amekuja akaiuza eneo, mwingine alioichukua ameblock. Wananchi wa vitongoji vya kata husika wamekosa uwanja wa michezo. Wamekosa mpaka hata nafasi ya kupewa eneo kwa ajili ya sehemu ya shule. Na sisi tumekaa tu, na ni wakati wetu sasa wa kukumbuka yale maeneo, tuweze kupewa eneo sehemu, angalau sehemu ya michezo na sehemu ya maeneo ya shughuli za kijamii. Diwani wangu yuko hapa, najua ni mchapa kazi, pambana tuhakikishe tunapata uwanja wa michezo sehemu ya Manyara, tuweze kupata sehemu kwa ajili ya shughuli ya jamii. Na kwenda Seliani Estate. Seliani Estate ni hivyo hivyo. Tulikuwa na uwanja mzuri wa kisasa wa michezo. Wadau wale wamechukua, wameyauza. Wamechukua, wengine wametuwekea fence. Haturuhusiwi kuingia tena hapo. Nafikiri diwani wa kata yetu ni wajibu wake sasa kuonana na watu wa Seliani Estate TGT tuweze kupata eneo kwa ajili ya michezo kwa ajili ya vijana wetu. Ukienda Burka ni hivyo hivyo. Wamefanya hivyo hivyo. Imepigwa mapesa, hizo tumepoteza viwanja vya michezo. Na kuja hapa kwetu sasa kwenye kitongoji cha Mringa, tunayo uwanja mmoja ambao tunatumia uwanja wa shule. Niwahakikishie vijana, mimi nitasimama na nyie, nitaongea na mkuu wa shule aendelee kuwaachia muendelee kutumia ule uwanja. Ndugu vijana wangu wa kata Olwerian na kitongoji cha Mringa, sasa hivi inawekwa fence. Ile fence inawekwa ni kwa ajili mkuu wa shule ameona ni muhimu kuweka ule uzio kwa ajili ya ulinzi wa watoto wetu wakae sehemu salama. Ila tutamuomba na naamini ni msikivu, nyie mtahakikisha mtaendelea kufanya mazoezi pale na mechi zitaendelea kufanywa pale. Ila niwahakikishie tuna shamba la mwekezaji. Hilo shamba lilikuwa limefungiwa toka mwaka 1905 akiwa Bwana Maon. Akaona akamwachia mwanae anaitwa Dono amekuja amepeana ile shamba. Lile shamba limeuzwa. Sio kwamba tutamui. Mimi nalitambua, uongozi unatambua, viongozi wangu wa chama wanatambua. Na tumeshakaa na viongozi wa chama. Tumeshaandika barua kwa sababu katika eneo letu ili kitongoji chetu hatuna ofisi, hatuna uwanja wa michezo. Tumeandika barua na nitapambana nihakikishe tunapata eneo la ofisi, tupate eneo kwa ajili ya shughuli za kijamii na uwanja wa michezo wa kushirikiana
na viongozi wangu wa chama na viongozi waliopo sasa hivi na viongozi watakaye kuja hapa mbeleni, kwa maana tunaenda kwenye uchaguzi na najua tutapata viongozi wazuri. Niwahakikishie, na niko hapa mbele ya wananchi hao na mbele ya viongozi wangu wa chama na mbele ya madiwani na mbele ya mgeni rasmi, niwahakikishie tutakwenda kupata kiwanja tena na wadau hawa tuliokuwa nao hapa. Tutawaomba tutakapokwenda kupata kile kiwanja waendelee kushika mkono tuweze kutengeneza kiwanja chetu. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana, niwashukuru kwa ushindi, niwashukuru wageni wangu sana, na nipende sasa kumkaribisha mgeni rasmi.